Sasa hivi Okello ndio huyo tena, mtoto wa watu. Tunataka tuwaonyeshe watu kwamba tunafanya nini. Petro alichangia sana kwenye kupanga kikundi, ndio alitukosesha sisi kuendelea. Naam, mtazamaji wa televisheni yako pendwa kabisa hii hapa ya Hot Biz, tuko hapa moja kwa moja katika kanisa Katoliki Kimara Mwisho. Tumekutana na mama yetu ambaye yeye ni shabiki wa Yanga Damdam. Yeye huyu ni mwananchi sasa. Moja kwa moja tutakuja kuzungumza naye mawili matatu juu ya matarajio yake kupitia Yanga, lakini vile vile juu ya matarajio yake ya kuchukua ubingwa na mambo kama hayo. Kumbuka wazi kwamba klabu ya Yanga ilimfuta kazi kocha wake Pedro Goncalves, lakini vile vile uongozi huo wa Yanga ukampa kocha Abdamani Moalin mpaka mwisho wa msimu, na kocha Patrick Mabedi hadi mwisho wa msimu huu hapa. Lakini ndio ambao wanaongoza, au sio, mpaka sasa NBC ligi kuu Tanzania bara, wao Yanga wanaongoza wakiwa kileleni kwa jumla ya pointi 60. Karibu sana, kwanza jitambulishe jina lako. Mimi naitwa Jenny Moshi. Jenny Moshi. Ndio. Wewe ni shabiki kweli kabisa wa Yanga Damdam? Tangu mdogo yani. Tangu mdogo? Tangu mdogo, miaka yote ya umri wangu. Huwa unaenda kutazama mechi za Yanga ama inakuwaje? Maanake tangu mdogo na kidogo bado sijaelewa. Naenda sana, lakini kwa sasa hivi miaka hii naangalia kwenye TV, yani sikosi kabisa kabisa. Ni mechi ipi na ipi ambayo uliwahi kwenda Yanga ukaiona we mwenyewe kwa macho yako? Ni nyingi sana. Uzinduzi wa Yanga nimeenda mechi nyingi, yani siwezi kuzihesabu. Mechi nyingi sana? Ndio. Na mkoani, ulishawahi kwenda mkoani kuhudhuria mechi ya Yanga, kuishuhudia ana kwa ana, mkoa wa aina yoyote ile, iwe labda Kigoma, iwe hapo Morogoro, iwe Mwanza, iwe Mbeya kule, kuna Mbeya City, ulishawahi kwenda? Hapana, kwa kweli mkoani sijaenda. Mkoani hujawahi kwenda? Ndio. Uwaga unatazama tu kwenye TV? Kwenye TV. Hebu niambie tofauti ya Yanga wanavyokuwa wanacheza Dar es Salaam, lakini vile vile wakitoka mkoani, tofauti yake ni ipi? Je, kwa Dar es Salaam uwaga Yanga wanajitahidi sana, wanakuwa na morali ya kucheza wachezaji, ama uwaga wanayumba ukilinganisha na kule mikoani? Kwa kweli kwa mikoani kinachochangia timu yangu kidogo inakuwa inayumba ni kwa ajili ya viwanja. Viwanja ndio vinavyochangia sana. Ndio maana unakuta viwanja vya hapa Dar es Salaam viko vizuri, ndio maana mpira unakuwa wenyewe unatembea tu. Lakini mikoani shida ni viwanja. Lakini pamoja na hayo, kupitia kwa rais na mwenyekiti wa GSM Group of Company Galib Saidi Mohamed, akiwa ametoa yeye mapendekezo yake ya kwamba mjenge uwanja, na injinia rais huyu wa klabu ya Yanga Injinia Hersi Saidi vile vile alikuwepo siku ile ya uzinduzi tarehe 15 Mei, mjenge uwanja wenu kabisa, tena uwanja wa kisasa. Hili ulilipokeaje? Kwa furaha sana. Maana sasa hapo unajua siwezi kukosa mechi. Hapo tena jirani. Hapo wametuletea kabisa burudani yani. Wametuletea burudani ya uzeni. Burudani ya uzeni. Kabisa. Okay. Maana wengine saa mpira ndio kilevi chetu. Mimi napenda sana mpira. So wa Yanga tu. Mimi mpira yote naangalia. Okay. Kwa kweli wametusogezea burudani karibu. Tena sana tu. Unaipenda Simba? Sio kwamba naipenda, lazima niwaangalie wamefikia wapi, wanatusumbua wapi, lazima niwafuatilie. Kwa hiyo nawafuatilia sana tu. Simba hawatusumbui sana bwana. Tatizo la Simba wanabebwa sana. Simba wanabebwa karibia mechi ngapi, unakuta mechi kabisa walikuwa wafeli, lakini ndio hivyo. Wanabebwa sana ile timu. Ingekuwa sio kubebwa, sisi tulishatangaza ubingwa siku nyingi. Kabisa. Hao viongozi yani. Au ni wanaharibu mechi ya Tanzania kwa sababu wanawakosesha amani. Klabu zingine hizi zinajitahidi, mwisho wa siku kunatokea vipenalti havieleweki, offside havieleweki, basi tu yani alimradi wawape ushindi. Ni kweli sasa hivi wanajitahidi, lakini bado pia walibebwa sana hapo nyuma. Kwa sasa hivi wako vizuri. Lakini hapo nyuma wana mechi kama 3-4 wamebebwa kabisa. Wanakuwa washapanga hao. Washapanga kabisa kwamba hapa fanya hivi, fanya vile. Kwa hiyo kwa ujumla uongozi upo kimapenzi, haupo kiuongozi kwamba ungekuwa upo kiongozi
timu nyingi sana zingekuwa ziko vizuri sana. Kuna timu zingine hata zitashushwa daraja kwa ajili ya uongozi tu. Kwa hiyo uongozi unatakiwa uwe makini, unatukosesha hata amani sisi washabiki. Kwa sababu tunapenda tuone mpira wa kweli, sio mpira wa kusuasua. Unataka kuniambia hata lile kombe ambalo mtani wenu alilichukua dhidi yenu nyinyi wanayanga, Simba Sports Club walichukua lile kombe la Muungano kule Zanzibar, unataka kuniambia alibebwa siku ile na penalty ya Selemani Mwalimu ndo ambaye iliokoa mechi ile mpaka Simba akatwaa kuwa ubingwa siku ile? Unataka kuniambia kwamba ile siku pia Simba alibebwa? Ile siku hakubebwa kwa kweli. Kwa mimi binafsi sikuona kama alibebwa. Hiyo ilikuwa ni bahati yake, kwa sababu tulikuwa tushapambana kiume, lakini mwisho wa siku bahati ni bahati tu. Mpira nao saa nyingine ni bahati. Sio kwamba siku zote unaweza ukawa vibaya, unaweza ukawa vizuri, lakini bado bahati inakuwa itamwangukia alokuwa nayo. Lakini na sisi pia wengine tuliona ni sawa, maana tumezidi kuwafunga kila mechi, uteja ulizidi. Mfululizo wa mechi kama 6 hivi Yanga wao wanashinda tu. Mmempatia mpinzani wenu kivipi? Kwa kweli tumewanyima raha. Tumewanyima raha, ndio maana sasa hivi hata sare tu ile ya Zanzibar walikuja kufanya sherehe. Sare tu walifanyia sherehe. Kwa hiyo yani tuliwakosesha amani sana. Tuliwakosesha amani. Kabisa. Maana tulikuwa tunatembea kifua mbele. Hata ukiangalia mpira hauna hofu wa kuangalia mpira. Lakini kidogo sasa hivi ukiangalia mpira una wasiwasi, hivi leo tunapasua. Kwa kweli wanajitahidi sasa hivi kwa kweli. Haya matarajio ninayo 100%, kwa sababu wao wanachotuombea ni sisi tupoteze mechi. Lakini swala la sisi kupoteza mechi, hata wao pia wanaweza wakapoteza mechi. Mimi na imani kabisa hao wanaotegemea TRA, wanaotegemea Azam, si tutawafunga tu. Mapema sana. Yaani hatuna wasiwasi na Ibenge, kwa sababu huyo Ibenge sio tunacheza naye kwa mara ya kwanza. Tumecheza nao Zanzibar, tumewakunguta mara ngapi pale. Kwa hiyo hata hapa hatuna wasiwasi nao. Huyo Ibenge sisi tunaona tu kawaida, kwa sababu kinachochezwa uwanjani ni mpira. Kwa hiyo hatuna hofu naye. Hata TRA hatuna hofu nao. TRA ni wazuri wakiwa kwao, lakini wakiwa huku hawana kitu. Tunaambulia vizuri sana yani. Maana si nasi pia mitego inayotegwa tunaitegwaga yani. Kama Simba walivyotega, matokeo yake si tukaitegua. Kwa hiyo nao tunawategua tu. Tunawafunga vizuri. Sawa. Mkiwa mmebakisha mechi kama 5 hivi, Mashujaa, Fountain Gate, Azam, Tabora United na JKT Tanzania, mechi kama 5 hivi mmebakisha. Je, kati ya hizi mechi 5 unaona ni mechi gani ngumu? Kwenye hizo mechi 5. Yaani kwenye hizo mechi 5 kiujumla mimi sijaona kama tuna mechi ngumu hapo. Sijaona, yani labda hao Azam, lakini na Azam bado tuna imani tutawatoa tu. Wewe ukiwa kama mshabiki sasa wa Yanga, wananchi lialia kindakindaki, nataka maneno kutoka kwako. Matarajio yako ni yapi kuhusu Yanga kushiriki michuano ya kimataifa, nikimaanisha klabu bingwa pia? Michuano ya kimataifa safari tumejipanga rafiki yangu. Kwa sababu tumesemwa sana usajili mdogo. Kwa hiyo sasa hivi tunataka tuwaonyeshe watu kwamba tunafanya nini. Awamu hii hatufanyi makosa. Petro alichangia sana kwenye kupanga kikundi, ndo alitukosesha sisi kuendelea. Lakini safari tunayo finali safari. Tunayo finali. Tunatamba nayo finali tunayo. Hivi pale Yanga unapenda wachezaji wa ngapi na wanaocheza nafasi gani na unawajua wangapi pia? Karibu sana. Asante. Nawajua wengi. Nawajua wengi, lakini akaribia mimi wote kila mmoja ananifurahisha kivyake. Sasa hivi Okelo ndio huyo tena, mtoto wa watu amekuja kwa spidi zake hizo. Kuna Okelo, kuna Maxi, kuna Dube, kuna yani mtu kidogo. Depu sijajua nini kimempitia, lakini Depu naye alikuwa anakuja vizuri sana. Wote kuna Mudasri, ukija huyu Baka anavyowabaka. Kwa hiyo yani Diara naye anatufurahisha. Diara kwenye sehemu ngumu, achana naye yule jamaa. Kwenye sehemu ambayo sote rejea utegemee, unaona hili ni goli, anapangua. Kwa wachezaji wote kwa ujumla, wachezaji wa Yanga wanajitahidi, kwa sababu sio mmoja anayecheza.
kila mmoja anajituma. Sijajua tu Mohamed Hussein amepatwa na nini, sijamuona kama mechi ngapi hivi, lakini nahisi atakuwa na matatizo kidogo ya kiafya. Okay. Sawa sawa, asante sana kwa hilo, lakini maneno yako ya mwisho kabisa wakati tunaelekea kufunga kipindi chetu hapa kupitia full time kipindi cha michezo hiki hapa, maneno yako ya mwisho kuhusu timu yako ya Yanga. Je, una neno gani ukiwa kama shabiki wa Yanga? Yaani nikiwa kama shabiki wa Yanga nawaombea afya njema, nawaombea wasiwe na majeruhi katika kipindi hichi. Maana kipindi hichi mechi zilizobaki zote sisi kwetu ni finali yani. Kwa hiyo ninachoomba Mungu wapambane kiume ili tuchukue kombe mara 5 mfululizo ambako tutakuwa tumevunja rekodi. Basi nakushukuru sana mamangu. Asante sana. Haya, asante sana. Kama ilivyokuwa kawaida, nilikuwa hapa na shabiki wa Yanga, tumemsikia matarajio yake, tumesikia vile anachokiamini kutoka kwa klabu yake ya Yanga. Asante sana. Mimi ni kaka wa thamani hapa, Christian Liezia, jezi namba 7 mgongoni. Hiki ni kipindi kizuri kabisa kutoka hapa Hot Biz, kipindi cha michezo full time. Tuko na wewe pamoja msikilizaji, ni kipindi chako pendwa kabisa. Saluti sana kwako. Tutakwenda pia kufuatilia kombe la dunia, tutakwenda kufuatilia AFCON na mambo mengi ya kimichezo. Asante na kwaheri kwa sasa.